Naomba watoto wote wanisikilize kokote waliko kupitia vyombo vya habari. Watoto wote wanaoteseka, maana huko waliko wanateseka kwa kuishi na kufanya kazi mtaani, sasa naomba wachague kufika ofisi za serikali za mitaa karibu na wao, ili waunganishwe na huduma za ustawi wa jamii, zikiwemo huduma za afya, malezi mbadala, msaada wa kisaikolojia, ushauri nasaha, fursa za elimu na mafunzo ya ufundi stadi, pamoja na kuunganishwa tena na familia zao za asili pale itakapoonekana inafaa. Mpelekee ujumbe hawa watoto wanaoishi na kufanya kazi mtaani. Wanapitia madhila mengi na wanajifariji kwa kutumia hizo dawa za kulevya wanazopewa na watu wabaya waliowapeleka huko mtaani. Wanatumikishwa kuelekea tarehe 12 Aprili, na baada ya hapo mchague kukataa huo utumikishwaji na uwafikishi popote. Mkimbilie serikali za mitaa, mdai haki ya kuonana na afisa ustawi wa jamii. Afisa ustawi huyu anayo mifumo ya kuwachukua nyinyi kuwapeleka mkapata huduma za elimu, mkapata huduma za afya, huduma za mavazi, huduma za chakula, msaada wa kisaikolojia, mkaunganishwa na elimu, mkasoma, mkaja mkashika nyinyi fedha hiyo mnaoitafuta kwa tabu na mateso yote, huku magonjwa ni yenu. Kupewa dawa mbaya za kulevya mnapewa nyinyi, mnabakwa na kulawitiwa, mimba za utotoni mnabebeshwa nyinyi. Hamumjui Mwenyezi Mungu, maana mko mbali na misikiti, mko mbali na makanisa. Nyinyi hamuwezi mkawa na maisha mazuri, mkawa watu wazima wenye tija kwenye taifa, mtaangamia. Lakini serikali ipo imeweka mifumo. Chagueni sasa kwenda, msitupe tena kazi ya lazima tuwafikie mliko, maana mko wengi. Nyie mnayepanga kuondoka huko vijijini, sijui muende mijini, acheni, hakuna maisha kule. Nendeni serikali za mtaa, semeni shida zenu, mtaunganishwa na mifumo na mtapata yote ambayo mnayahitaji. Kama wenzenu ambao nimewasema hapa, walichukuliwa kutoka mitaani wakapata manufaa makubwa, mpaka sasa wamehitimu vyuo vikuu.